السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال والنار جهنم. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Na ili sisi wanadamu tutekeleze ile amrisho kubwa la kufanya ibada, Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea nguzo 5 kwa ajili ya kutekeleza wajibu. Kwa maana hizo nguzo 5 ni zile nguzo za lazima kwa kila Muislamu. Miongoni mwa nguzo hizo Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka ibada ya haji, akasema walillahi ala nnasi hijjul baiti, ni lazima kwa watu kwenda kuhiji katika nyumba kongwe. Man istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye ataweza kuiendea njia hiyo, akapata uwezo, akapata pesa, basi ni lazima atoke hapa aende kuhiji. Kisha ibada hii ya haji Allah jalla wa ala akaiwekea malipo makubwa sana. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhajjul mabrur, haji ambayo imetakasika, haji ambayo imeepukana na makosa, haji ambayo imeepukana na uchafu, laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo yoyote isipokuwa ni pepo. Kwa maana mwenye kufanya haji yake kwa ikhlas na kwa kufanya na kwa yani kwa kuzingatia masharti ya ibada ambayo ni ikhlas, akazingatia mutabaa, akawa na alislam, basi mtu huyu anakuwa analipwa malipo ambayo ni pepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man hajja hadha albayta, atakaye hiji katika nyumba hii, falam yarfuth walam yafsuq, akawa hajafanya jimaa, yani falam yarfuth, arrafthu wa huwa aljima'u, wa muqaddimatuhu alfi'liyya kataqbil wa nahwihi, والقولية كالكلام المتعلق بالجماع والشهوة، ويدخل في ذلك الكلام البذيء. Kwa hiyo atakayefanya hija akawa hajafanya jimaa, au akawa hajatenda zile muqaddimatul jimaa wazo, kama vile kumbusu mwanamke au kuzungumza maneno ambayo yana uwezo wa kupelekea katika shahawa, mtu ambaye hatofanya hivyo, wala yafsuq, na akawa hajafanya ufasik, raja kama waladathu ummuhu, Mtume anasema atarejea nyumbani kwao kama mama yake alivyomzaa.
kwa maana atarejea kutoka katika ibada ya hija akiwa hana dhambi hata moja. Lakini ndugu zangu katika imani, ibada hii Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Ibada hii ya hija Allah ameiweka katika masiku 10 ya mwanzo wa mwezi huu, ambapo leo ni tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka 1446. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anazungumzia masiku haya akasema, ma min ayamin a'zamu 'inda Allah, hakuna masiku yoyote ambayo ni matukufu zaidi mbele ya Allah, wala ahabbu ilayhi, wala hakuna masiku ambayo Allah anayapenda zaidi, al-amalu fihinna, hakuna masiku ambayo Allah anapenda waja wake wafanye matendo ndani yake, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko haya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ibada hii ya haji Allah akaiweka katika haya masiku 10, alafu akajalia kwamba mwenye kufanya matendo ndani yake basi Allah matendo hayo anayapenda sana, lakini hizi siku ni siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani ya haya masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja Allah akaiweka siku inayoitwa Arafa. Ndani ya haya masiku Allah akaiweka siku inayoitwa Arafa. Siku ya Arafa Allah akaifanya ndiyo nguzo kuu ya ibada hii, akasema al-hajju Arafa, ibada ya hija ni Arafa. Na katika kikazi hiki nakusudia kuangalia fadhila mbalimbali za siku hii ya Arafa. Ndugu zangu katika imani, siku ya Arafa itakuwa ni kesho insha Allah, tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja mwaka huu 1446 Hijiria. Ndugu zangu katika imani, ibada hii siku hii ya Arafa ambayo tunaiendea ni siku muhimu sana katika maisha ya binadamu, na miongoni mwa fadhila zake, yani fadhila ya kwanza, annahu khairu ayami sanati ala al-itlaq. Siku ya Arafa ndiyo siku bora kuliko masiku yote ya mwaka kwa ujumla. Ni siku ya Arafa ndiyo siku bora kuliko masiku yote ya mwaka. Ili kuonyesha ubora wa siku hii, Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika miongoni mwa masiku 10 ambayo ameyaapia. Akasema katika suratul Fajr, wa layalin ashir, ninaapa kwa masiku 10. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema, innal layali al-ashr, hakika masiku 10 allati aqsama Allahu biha, ambayo Allah ameyaapia, hiya layali al-ashr al-awwal, ni yale masiku 10 ya mwanzo min Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja. Abdul Razaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala akasema, wakadha qala Abdullah ibn Zubair wa Mujahid wa Masruq wa Ikrimah wa Qatadah wa Dhahhak, kwamba maneno hayo ya kwamba masiku 10 ambayo Allah ameyaapia ni masiku ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, hivyo ndivyo alivyosema Abdullah ibn Zubair na Mujahid na Masruq na Ikrima na Qatada na al-Allama ad-Dhahhak rahimahumullah. Lakini pia pamoja na kwamba Allah ameifanya ni miongoni mwa masiku 10 aliyoyaapia, Allah ameiapia siku ya Arafa yenyewe kama yenyewe.
Akasema Allah wa shahidin wa mashhude, na ya pia siku ya shahidin na mashhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-yawmul mashhud, siku ambayo ni mashhud, yaumu Arafa, ni siku ya Arafa. Wa shahid, na siku ambayo ni ashahid, yaumul jumu'ah, ni siku ya Ijumaa. Na hivyo hivyo ndivyo aliofasiri Ali ibn Abi Talib na Abu Huraira na Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Kwa hiyo ni fadhila ya kwanza ya siku ya Arafa ni kwamba hii ndiyo siku bora katika masiku ya mwaka mzima ala al-itlaq. Fadhila ya pili ya siku ya Arafa, annahu al-yawm alladhi akmala Allah fihi ad-dina wa atamma bihi an-ni'ma. Siku ya Arafa ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini ya Uislamu ndani yake, na ni siku ambayo Allah ametimiza neema zake juu yetu katika siku hii ya Arafa. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 9 mwezi wa 12, yani Dhulhijja, mwaka wa 9 Hijiria. Tarehe 9 mwezi wa 12, yani Dhulhijja, mwaka wa 9 Hijiria, ndipo dini ya Allah tabaraka wa taala ilipokamilika. Allah akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia juu yenu au nimeridhia kwenu kwamba Uislamu ndiyo dini. Kwa hiyo hii ni siku adhim ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha ndani yake dini. Yahudi mmoja alienda kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia, ewe amiri al-mu'minin, sisi Mayahudi kuna aya fulani katika kitabu chenu cha Qur'an, alau ingeteremka katika Taurati yetu, siku hiyo sisi tungeifanya Idi, kwa tunasherehekea, tunakula na kunywa. Umar ibn al-Khattab akamwambia, ni aya gani? Yahudi akamsomea al-yawma akmaltu lakum dinakum. Umar akamwambia, inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi, wallahi mimi ninajua siku ambayo aya hiyo imeteremka, wal makana alladhi nazalat fihi, na ninajua sehemu ambayo siku hiyo imeteremka, na ninajua sehemu ambayo aya hiyo iliteremka. Nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi'arafatin, aya hii iliteremka juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika viwanja vya Arafa, fi yaumil jumu'ah, tena ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo dini ya Allah jalla wa ala imekamilishwa katika siku ya Arafa, ambayo ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Al-Allama Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah akiwa nafasiri hii aya akasema, al-yawma akmaltu lakum ayyuhal mu'minun, kwamba Allah anasema, anamaanisha kwamba leo hii nimekukamilishieni enyi waumini faraidhi, faradhi zangu, alaikum, juu yenu, wa hududi, na nimekukamilishieni mipaka yangu, wa amri iyakum wa nahyi, na leo hii nimekukamilishieni maamrisho yangu juu yenu na makatazo yangu, wa halali wa harami, na leo hii nimekamilisha halali zangu na haram zangu. Kwa hiyo kila kitu kilikamilika katika siku hii, siku ya Arafa, na huo ni ubora miongoni mwa ubora wa siku hii ya Arafa. Alfadilatu athalitha, fadhila ya tatu ya siku hii ya Arafa, huwa aktharu alayami allati yu'taqu fiha minan nar. Hii ni siku ambayo Allah anawaachia huru sana waja wake kutokana na moto wa Jahannam. Katika siku ya Arafa ambayo ni kesho, ni siku ambayo Allah
anawaachia sana watu kutokana na moto wa jahannam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha ambayo imepokelewa na al-Imam Muslim, imesimuliwa na al-Imam Muslim rahimahullah. Mtume anasema ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafa. Mtume anasema hakuna siku yoyote ambayo Allah anawaachia sana waja wake kutokana na moto kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku ambayo Allah anawaacha huru kwa wingi waja wake kutokana na moto isipokuwa ni siku ya Arafa. Wa innahu layadnu, na hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kuja katika mbingu ya dunia ndani ya siku ya Arafa. Ndiyo siku ambayo Allah subhanahu anawaachia sana kutokana na moto waja wake. Al-Allama Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr akaweka taaliq katika hadithi akasema, fa yawmu Arafa, siku ya Arafa, aktharu ayami sanati itqan minan nar, ni siku ambayo Allah anawaachia sana waja wake kutokana na moto katika yale masiku ya mwaka, basi ni siku inayoongoza. Fa ala almuslim ay yahris ala aliqbali ala Allah, ni juu ya muislam kupupia kuelekea kwa Allah fi hadha alyawm alazim, katika hii siku kubwa, ikbalan sadiqa, tena aelekee kwa Allah uelekeaji wa kweli, asiwe mjanja.